ninavunja kila hali zote za giza. Makusudi yote ya Kristo. Ujina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Makusudi yote mabaya. Uweza yote mubaya. Makusudi ya ibilisi. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninakuita Mungu usimame. Bwana, pigana na maadui zangu. Pigana na maadui zangu. Baba, pigana na wanaopigana nao. Pambana na wanaopambana nao. Yesu, shika ngao na kigao. Uje unisaidie. Pigana na maadui zangu. Pambana nao Bwana. Hali za magonjwa, hali za maumivu, kwa jina la Yesu. Mawazo mabaya, makusudi ya shetani, kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Yesu, simama msaada wa Mungu. Onekana Mungu wa muujiza. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Yesu. Asante Bwana wa muujiza. Asante Bwana uko mwaminifu. Hallelujah. Amen. Can you please stand up all of us? Tusimame sote tafadhali. The Bible says when you pray, Biblia inasema wakati unaomba, believe that God has answered. amini kwamba Mungu tayari ameshajibu. When you pray, Wakati unaomba, believe that it is done. amini kwamba tayari imeshatendeka. Amen. What things you have to do every time. Hicho ndicho tunapaswa kufanya kila siku. Don't pray and you are just praying and you say, let me pray. Usiombe na kusema tu acha niombe na unaomba. Believe in the prayer you are doing. Amini katika maombi ambayo unafanya. I want you to lift up your hand. Nataka uinue mkono wako. Lift up your hand. Inua mkono wako. Speak one word. The way you can speak to your neighbor that I love you, can you speak that to God? Yaani jinsi unaweza kuongea na jirani yako na mwambie mimi nakupendaka au unafanyaga ili ambia Mungu sasa. Let's pray in Jesus' name. Tuombe kwa jina la Yesu. The way you can tell your children that I love you. Just tell you that word only. Yaani mwambie Mungu tu Tell him that word. mwambie tu Lord, thank you. I love you. I love you, Father, because you love me the first. I love you because you loved me the first, Lord God, before I was born. I loved you, Jehovah, before my mother could conceive me in the womb. You knew me and you loved me. That's why I say, I pronounce and I shout front of your people that I love you, God. There is nothing separating me and you. There is no reason I can put front of you. There are no excuses I can meet Jehovah. Because your love is great. Your love is more than our mind. Your love is more than our spirit. Your love is more than what we can say. Your love is more than what we imagine ourselves. We love you, Jesus. We love you, Savior. I love you more than myself, God. How because you took it since Jehovah was in the womb of my mother. You did it, Jehovah. Father, I love you. Father, I love you, Jesus. Look, Jehovah, what you are doing and what you are doing is your love. Is your love, Jehovah. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Jesus. Can we clap for Jesus? I was saying, can we shout for him? Let's clap for this wonderful God. The one is seated on the throne. He deserves the glory and the honor. Can I see the mothers? Can you shout out? Thank you, Jesus. Amen. With all respect, you may have a seat. Thank you. Our God is wonderful. As the song was saying, Mungu wetu wa ajabu. Our wonderful God.
Do you know? Let me tell you something. Let me tell you, acha niambie. When you are saying, When you are singing and say our God is wonderful, that way it is enough. hiyo neno inatosha. When you are saying, God, you are marvelous, Wakati unasema kwamba Mungu kwa ajabu, it is great. yani ni vizuri. Always, Yani kila siku you have to say that. inabidi useme Hallelujah. amen. I don't see your amen. Hallelujah. Amen. Thank you so much. Can you reduce a little bit the sound? I welcome you all in the name of Jesus Christ. You Nawakaribisha nyote, look amazing. unapendeza. Can you tell your neighbor? Mwambie jirani yako. If you don't have a neighbor, look, leave in the chair. Don't worry. There's a spirit there. Say, neighbor, you look amazing. Neighbor, you look amazing. Amen. Look amazing. I'm happy to see you this morning, all of you. Nafurahia kuwaona hapa asubuhi ya leo. Yeah, I'm happy to see you. Don't look sick. Haufanani mgonjwa hapana. The time, the Bible says in Ecclesiastes chapter 5 verse 1, Ecclesiastes inasema when you go in the house of the Lord, wakati unaenda katika nyumba ya Bwana, go for listen, uende usikilize, rather than to offer the sacrifice of food. kuliko kuitoa sadaka ya wapumbavu. So most of the time when we come to church, Muda mwingine wakati tunakuja kanisani, we forgot that we have to listen what God must tell us. tunasahau kama Mungu, tunapasha kusikia yale Mungu anapasha kutuambia. Always when you come, you say, you prepare yourself, you are bathing, you say, God, I'm going to listen to you. Wakati wote, wakati uko unajiandaa kuja kanisani, mwambie Mungu, naenda kusikiliza yale utakayoniambia. Very important. Ni ya maana sana. You can't live in this dirty world without hearing your Father. Hauwezi kuishi ndani ya hii dunia ya machafuko bila kumsikiliza Mungu wako. You get lost. Utapotea. Hallelujah. Amen. Thank you so much. Because of time, Sababu ya muda, because 12:30, the other people will come in. So let's go in our preaching. I'll say let's go in our preaching. tunaenda katika mahubiri. We are talking about Passover. Tunaongelea juu ya Pasaka. So we have been talking for 3 days of conference, Tulikuwa tunaiongelea katika siku 3 ya conference. and the Lord spoke really to us. Na Mungu ametuongelesha kabisa. Those who miss, Wale ambao wakukua, maybe I can try to give something. saa zingine nitaweza kukuexplain. So we said the Passover. Pasaka, More people, they have been telling us about the Passover. watu wengi wanaendelea kutuambia juu ya They have Pasaka. been telling us. Walikuwa wanatuambia And the Passover, when Jesus was, Pasaka ilikuwa, my sister, Bishop, I can't see you nice. Can you sit here, please? Let me see you. Don't worry. Come sit here. I can't see you. My mom is very tall, so I can't see you behind. So, I was saying something. ilikuwa nasema kitu. That the Passover, Pasaka it is not what we have been hearing. sio yale ambayo tulikuwa tunasikia. They were telling us that when Jesus will raise, Walikuwa wanatuambia kama wakati Yesu atafufuka, we raise with our marriage, our money, and whatever. tutafufuka na pesa na mengine. He will raise with our money and whatever. Atafufuka na pesa zetu na mengine. So my question was, Swali langu when lilikuwa, Jesus was and Peter and John they went to see him. wakati Yesu alifufuka, Peter na Maria walienda kumuona. So imagine those guys, Jiwazi hao watu, when they see the resurrection of Jesus, wakati waliona ufufuko wa Yesu, they did not have money. hawakukuwa na They pesa, did not have anything. hawakukuwa na chochote. All of disciples, Walitume they wote died by the sword. walikufa kwa They upanga, killed them. waliwaua. So the Passover
Pasaka is not that. haiko hile. But it is the passage of God Lakini ni kupita kwa Mungu over Egypt. juu ya Misri. That is the meaning of Passover. Ndio maana ya The Pasaka. passage of God over Egypt. Kupita kwa Yesu ndani ya Yesu. And when God passes, Wakati Mungu anapita, He protects others anawalinda wengine and He kills others. na wengine wanakufa. When He passed in Egypt, Wakati anapita kwenye He Misri, killed all firstborn of Egyptians. aliua wazaliwa wote wa kwanza wa Misri. Even the animals Hata minyama were killed. wameuawa. Because what is on the ground of dirtiness, Kwa sababu ile ambayo iko kwenye udongo wa uchafu, everything in it on it is dirty. kila kitu ndani yake na mule ndani ni vichafu vyote. Hello? Amen. So now when that angel came, Sasa wakati ule malaika they amekuja, were calling the angel of death. walikuwa wanamuita malaika wa kifo. And the other version they said the angel of the Lord. Wengine verso wanasema malaika wa Mungu. That angel needed to see the blood. Ule malaika alipenda kuona When damu. he see the blood, Wakati aliona he will pass over. alipita. I want to tell you something. Even the Egyptians, Acha nikwambie, hata wa Misri, those people, wale some of them, watu wengine they went into the house of Israelites, walikuwa wanaingia ndani ya majumba So that they cannot be wa Israeli killed. kwa sababu wasiuawe. I'm surprised to tell you that when they crossed the Red Sea, Wakati walivuka bahari ya Sham, there are some they crossed, the Egyptians they crossed with the people of Israel. kuna wengine walienda na watu wa Israeli. So now we have discovered that God was looking the blood, Hapa tunaelewa kwamba Mungu alikuwa anatafuta damu and to see the lamb. na kuona kondoo. The lamb you kill and you put the blood on your door frame. Kondoo kumchinja na kutia damu kwenye kizingiti. This is where the Passover started. Huko ndio kwenye Pasaka ilianzia. You get it? Unanifuata? Hallelujah. Amen. That's it. So now we have seen now in our daily life, in our days, Tunaona katika maisha yetu ya leo, what can we call Passover? nini ndio tutaita We Pasaka? only celebrate it at the time they put a calendar that maybe April or March. Tunakuwa tunaishangilia wakati wanatia kalandria, wanasema mwezi wa 3 au wa 4. The Passover Pasaka means this. inamaanisha hivi. Exodus chapter 10. Katika Kutoka chapitre 10. Let's read all of us. We discover something today. Exodus chapter 10 verse 7 to 9. The Bible says, Exodus, I repeat, Kutoka chapitre 10. 10 verse 7 to 9. The Bible says, Then Pharaoh's servant said to him, How long shall this man be a snare to us? Let the men go, that they may save the Lord their God. Do you not yet know that Egypt is destroyed? 8. So Moses and Aaron were brought again to Pharaoh, and the Lord God, who are the ones that are going? So now Pharaoh asked, who are the ones that are going? Moses, verse 9. And Moses said, we will go with our young and our old, with our sons and our daughters, with our flocks and our head we will go. For we must hold a feast to the Lord. Amen. Amen. So this is the counselors of the king. Hii ni baraza la They mfalme. approach the king. Wakamsogelea. The king, Kama don't mfalme. you see that these people, they are destroying our country? Auone hao watu wako wanatuharibia nchi The more yetu. you hold them, Jinsi uko na the wakamata. more they are going to punish us. Sio jinsi Mungu wao We have to set them free inabidi tuachilie for them to huru. go. Tuache waende. And God called Na Mungu akaita. Pharaoh and who again? And Aaron. Akamwita Farao na Aroni. I said, let them come in my presence. Akasema njoo katika presence The yangu. Bible tells me Biblia inaniambia Pharaoh asked,
Farao He said, who are you gonna go with? utaenda na nani? I want you to hear me nicely. Nataka unisikilize vizuri hapa. You know that we are Israelites. Unajua kama tuko Waisraeli. We have to go with our daughters and all of us. Tunabidi tuende na vijana. Why you are asking us that? Kwa sababu gani uko natuuliza? How many people are we gonna go with? Watu wangapi ndio tutaenda pamoja? You understand? Unaelewa? This is the devil himself. Huyu ni shetani peke yake. Pharaoh represents devil. Satan. Farao anamurudilia shetani. You know that we are the people of God. Unajua kwamba tuko watu wa Mungu. Why are you asking us how many people are we gonna go with? Kwa sababu gani unatuuliza watu wangapi ndio tutaenda? Hear me. Sikia. To enter in Egypt it's easy. Kuingia Misri ni biko rahisi. Come out of Egypt is not Lakini easy. kutoka ndani ya Misri haliko. I said Egypt in our days. Misri kwa hizi siku it is the world. Ni ulimwengu. And his desire. Na ni and his desire. Ni desire. And so this is the world. Hii ni ulimwengu. So now I have said this. Na nimesema hivi. Even some churches hata makanisa mengi has become the world. Yamekuwa ulimwengu. You are saying in your SMSs they are sending you that a pastor is drinking in the church. Unaona hata ma video huko na watumia wa pastor in the church, not out. Kanisa bana nje. The church become the world. How? Kanisa imekuwa ulimwengu kivipi? When people are not preaching Christ. Wakati watu hawahubiri Yesu Kristo. It's no different with the world. Haina utofauti na ulimwengu. Can you say amen? Amen. So that's why in Apocalypse chapter 11 verse 8. Ndio maana Ufunuo wa Yohana chapitre 8. Apocalypse chapter 11 verse 8. Ndio maana Ufunuo inasema 11 mstari wa 8. The Bible says, Biblia inasema, God says, look now Jerusalem. Mungu anasema angalia sasa Yerusalemu. Jerusalem has become Sodom. Yerusalemu imekuwa Sodoma. Jerusalem is Egypt. Yerusalemu imekuwa Misri. Can you understand that? I want you to understand with me. All of us we know that there was a member, there was a song we said, Jerusalem, so we know that Jerusalem is a new place for us to enter. Tunajua kama Yerusalemu ni nchi mpya ambayo tutaingia. But when God sees Jerusalem, wakati Mungu anaona Yerusalemu, he sees Egypt. Anaona Misri. Why? Kwa sababu gani? The Jerusalem people, Yerusalemu wako na temple, wako na temple which they built for 46 years. Yenye walijenga miaka 16. But when Jesus came, wakati Yesu alikuja, said, I will destroy this temple. Akasema nitaipomoa hili kanisa kwa siku moja, and build it na nitalijenga in 3 days. Kwa siku 3. Ask yourself if that was the church. Jiulize sasa kama hiyo ilikuwa ni kanisa. Why Jesus would destroy it? Kwa sababu gani Mungu alisema atalipomoa? The church become Egypt. Kanisa inakuwa when we don't preach Christ. Wakati hatumhubiri Yesu. This church can become Egypt. Hili kanisa linaweza kuwa Misri. When we don't love each other. Wakati hatupendani. When this one make a error. Wakati huyu anafanya kosa. It is for you to put it on Facebook. Ni kwako wewe kutia kwenye Facebook. It is for you to go and tell others people. Ni kwako wewe kuambia watu wengine. The church must be a place of peace. Kanisa inapaswa kuwa nafasi ya amani. Not a place of trouble. Hapana sehemu ya whereby everyone is running his friend. Kila mtu yuko anakimbia rafiki yake. If I write this one this. Kama nikimwambia huyu ataelewa hivi. It becomes an Egypt. Imekuwa Misri. Because lack of love. Kwa sababu ya kukosa upendo. Because who is love? Nani ndio upendo? Love is Christ. Upendo ni Kristo. And who is Christ? Na nani ndio Kristo? Christ is God. Kristo ni Mungu. It means inamaanisha where there is no love, kwenye hakuna upendo, hakuna Mungu. Yes. Hallelujah. Amen. That's why Jesus saw and said Jerusalem. Ndio kwa maana Yesu alisema Yerusalemu ni Sodoma. Hallelujah. Amen. You understand how I'm going? Unaelewa kwenye niko naenda? I don't want you to get lost. Sitaki upotee. Now this man will come to our verse. This man, huyu he said, no, you will not go again
all of you. Only men will go. Huyu mtu akasema hamtaenda mwe wote, wanaume tu ndio wataenda. You see the strategy of the devil. Unaona jinsi shetani anachezea. So these people will not go all of them. They have to go partially. Hao watu hawawezi kwenda wote, lakini wataenda wadogo wadogo. Because he knew if I set the men free, they will go there to worship and they will come back again slavery. Anajua ya kwamba wakienda kule, wakiacha watu wao watarudia tena. Amen. Amen. Moses stood up and said, Musa akashimama akasema, I will not go alone with men. We're supposed to go all of us. Sitaenda na wanaume tu, lakini tutaenda sote. Because kwa sababu we are going to make a feast for our Lord. Tunaenda kufanya ibada ya Mungu wetu. We are going to serve, to worship our Lord. Inabidi tuende tumwabudu Mungu wetu. My people, listen me. Watu wangu sikiliza. Listen to me carefully and carefully. Nisikilize vizuri. So, you cannot worship your God. Hauwezi kumwabudu Mungu wako partially. You cannot worship the Lord. No, you have to worship the Lord in totality. Inabidi umwabudu Mungu wako na wote, wingi wote. No partially. Hapana kidogo. Because there are more people. Kwa sababu kuna watu wengi. When they are worshiping God, wakati wanamwabudu Mungu, they are not worshiping God the way God wants. Wamwabudu Mungu kama jinsi Mungu anavyotaka. If you want to go out of Egypt, kama unataka kwenda nje, you want to go out of Egypt with your children, with your brother, your sister, your flocks. Inabidi uende nje ya Misri na kila kitu chako, familia yako, watoto wako na mke wako. When you present yourself front of God, kwa sababu wakati utajipresentia mbele ya Mungu, you have to worship that God. Inabidi umwabudu ule Mungu in the totality. Kiwingi. That's why there is a man of God in the Bible, said Joshua. Kuna mtumishi wa Mungu alisema, he said, I and my family, mimi na familia yangu, we will praise the Lord, we will serve the Lord. Tutamtumikia Mungu. So you too, na wewe, don't worship your God alone. Usimwabudu Mungu wako peke yako. If you leave something behind, ukiacha kitu nyuma, it can attract you back. Itakufanya urudie nyuma. Hello. Amen. Those have the ear to hear, let them hear what the Spirit is saying. Wale ambao wana masikio, acha wasikie ile Roho anayambia makanisa. Spiritually now, kiroho sasa, everyone has got the elders. Kila mtu ana wazee inside you. Ndani yako. You have daughters inside you. Uko na watoto ndani yako. You have flocks, animals inside you. Uko na na mifugo ndani yako. You have husband, wife inside uko na mume na mke ndani yako. Now when you want to worship the Lord, wakati unataka kumwabudu, don't leave them behind. Usiwaache nyuma. Present yourself front of God. Uje na wao in your totality. Wote wako. For you to worship Him. Wako kumwabudu Mungu. Because the Bible says, kwa sababu Biblia inasema, you worship the Lord with all your heart. Utamwabudu Mungu na moyo wako wote. Hallelujah. Amen. And I told you worship is what? Nimekuambia kuabudu ni nini? When you worship God, wakati unamwabudu Mungu, you serve Him. Unamtumikia Mungu. All the time you worship God, wakati wote, wakati unamwabudu Mungu, you serve Him. Unamtumikia. No, you cannot serve God. Sasa huwezi kumtumikia Mungu and leave other things behind. Na kuacha mambo mengine. You have to serve God with whatever you have. Inabidi uabudu Mungu na mambo yote ambayo uko nayo. Akili yako, your intelligence, mawazo your yako, diploma, your degree, your power, your force. Nguvu zako na uwezo wako. God with whatever you have. Tumikia Mungu na yale yote uko nayo. That's why Jesus said, let me serve the Lord. Acha mimi nimwabudu Mungu. Because it is in the day. Kwa sababu iko ndani ya when the evening will come, wakati usiku utakuja, no one will serve God. Hakuna mtu atakayemtumikia. I have called you today. Ninakuita leo. Let's worship this God. Acha tumwabudu huyu Mungu. With whatever we have. Kwa yale yote tuko nayo. Our strength. Na yale yote na nguvu. Our everything. Na kila kitu chetu. Amen. Amen. Because Pharaoh, kwa sababu Farao, he knows what is the meaning to worship God. Anajua maana ya kuabudu Mungu. Hallelujah. Amen. Did you get it?
Now, as we are talking about serving God, it is to worship God. Wakati tunaongelea kuabudu Mungu ni kumtumikia Mungu. Let's read Exodus chapter 36. Acha tusome Kutoka 36. Take your iPad, your phones, and Shika Biblia yako, telefone, whatever. chote uko nacho. Some Biblia. Lord Jesus, thank you for today. Who is getting this message? Are you understanding well? Unaelewa? Nani mwananifuata vizuri? Chapter 36 from verse 3. I wanted somebody to read it in English slowly, and I'm interpreting it. Okay, I'll be going slowly. Okay, let's read. The Bible says, Exodus chapter 56 from verse 3. The Bible says, and they receive from. Can you read it in Swahili? Okay. Can you stand up, please? I'll be saying very important things. Tunasoma Kutoka chapitre 36 verset 3. Inasema ya kwamba nao wakapokea mkononi mwa Musa matoleo yote. And they received from Moses all the offerings, ambao hao wana wa Israeli walikuwa wameyamtolea kwa ajili ya huyo mtumishi. I can't see very well, sorry. And they received from Moses all the offering which the children of Israel had brought for the work of the service of making the sanctuary. So they continue bringing to him freely, I think, I don't know what it is, freely with all offering every morning. 4. Then all the craftsmen who were doing all the work of the sanctuary came each from the work he was doing. The people bring much more than enough for the service of the work which the Lord commanded us. So I'll continue later. So this is when God, look at me. Hapa ni wakati Mungu, when God, wakati Mungu, this is when God told Moses to build the tabernacle. Ni wakati Mungu alimwambia Musa kujenga tabernacle. He said to Moses, akamwambia Musa, build my tabernacle where I'll be speaking to you. Nijengee tabernacle kwenye nitakuwa naongea na wewe. With my people. Na watu wangu. And the Bible says he oriented Moses how to do it. Biblia inasema akamwambia Musa jinsi ya kuifanya. Let me tell you something. In the work of God, ndani ya kazi ya Mungu, there is no insight. Hakuna bahati nasibu. When he gives you the work, wakati anakupa kazi, he gives you the specific orientation. Anakupatiaka orientation ya ukweli. It is not by I think, I see, I can see, I do. No. When God gives you the work, haiko vya kusema naona na wasikia au Mungu akikupatia kazi, he measured it. Anakuwa na imezia vizuri. There's a time I'll preach that in the future, you understand. Kuna wakati nitahubiri kwa ajili ya hiyo. Now, the Bible says these people, they come from Egypt. Biblia inasema kwamba hao watu walitoka Misri. They reached in desert. Wakafika mdesert. They were not working. Hawakuwa wanatumika. They were jobless. Walikuwa hawana kazi. But God told them na Mungu akawaambia to build the church. Akawaambia wajenge kanisa. With gold, diamonds and braces and whatever. Wajenge hekalu na dhahabu na mambo mengine. The Bible says now the people were collecting offerings. Watu walikuwa wanatoa sadaka. They were doing contribution. Walikuwa wanatoa mchango. The Bible says it reached a time. Biblia inasema ilifika wakati where the people were giving. Wakati watu walikuwa wanatoa. And they even give more beyond what they're supposed to give. Walipana hata mengine ya mingi kuzidia ile yenyewe wangepana. Hallelujah. Amen. I want you to hear me nice here. Nataka unielewe vizuri. Say how to worship God, how to serve God. Ujue jinsi ya kuabudu Mungu kwa ajili ya Pasaka. Remember, they're still in the journey to go where in Canaan. Walikuwa wanatafuta kwenda Kanaani. It's the Passover. Ilikuwa ni Pasaka. So these people were giving beyond their capacity,
there again. Watu walikuwa wanatoa kuzitia hata kapasite The zao. Bible tells me Biblia inaniambia that these craftsmen or the constructors, hawa watu ambao wajenzi waashi they went in to accuse the people who are giving to Moses. walienda kuakizia watu ambao walikuwa wanatoa kwa Moses. They said, Moses, Musa, these people, hawa watu they are giving too much. wako wanatoa They sana, are giving even more than what you told them to give. wako wanatoa kuzidi yale yenyewe uliwaambia watoe, And they were doing it willingly. na wako wanatoa kwa kupenda kwao. Hallelujah. Amen. You see those kind of people, Unaona watu kama they hao were indecent. wako ndani ya They were not working. walikuwa hawana But for kazi. the love of God for waiting for him, Lakini kwa upendo wa Mungu ili wamtumikie, they gave more than what they're supposed to give. walitoa kuzidia yale yenyewe wangetoa. Why? Kwa sababu They knew that walijua ya it is the kwamba place where we are getting blessed. walijua ya kwamba ni sehemu ambayo tuko Let tunabarikiwa. it look beautiful Acha ifanane vizuri, ipendeze, for us to be blessed more. kwa sababu ili They tubarikiwe were sana. not collecting things for Moses to have shoes. Hawakutoa vitu ili Musa apate They viatu. were not collecting things for the wife of Moses. Hawakutoa vitu kwa ajili ya mke wa Musa. Hallelujah. Amen. It was not for Moses. Haikuwa juu ya Musa. The work of Moses Kazi ya Musa was to hear the word, what God said, ilikuwa kusikiliza yale Mungu anamwambia and to preach them, na and to kuwahubiri tell them. na kuwaambia. But it is not today what people are doing in churches. Haiko leo yenyewe watu wako wanasema makanisa They want the pastor to preach them, wanataka pastera to wahubiri sing, na to awaimbie, do protocol, afanye and protokoli to build the church. na ajenge kanisa. It is contrary. Ni contraire. These people, they were living in the ancient testament. Hao watu walikuwa wanaishi Ancien Testament. They were living knowing Australia as we are living there. Hawakuwa wanaishi Australia kama sisi They were tunaishi. passing their night there in the wilderness. Walikuwa wanapitisha usiku wao ndani ya, But they have that act of serving God. walikuwa na roho ya kumtumikia Mungu jangwani. Moses was not forcing them to give. Musa akuwasisitiza watowe. The Bible said they were giving it willingly. Biblia inasema walitoa kwa kupenda kwao. Amen. This is the verse. You know, Ni Biblia hii. in the church, you give, and I start to say, Mama, if you don't give again, I don't want, don't. This, where can we find the people like these people? Wakati tunatoa wasianze kuambia ase hapana, usitoe tena. Nafasi gani tunaweza kupata watu kama hawa? For you see that, these things have taken time here. Let me move it and put another one. You are waiting for your pastor to tell you to eat. Kwa wewe kusema hiki kitu kimeshakawia sana hapa, acha nikitoe niuze kingine, unangoja pastor wako ndio akwambie. The carpet are different size, but if you go into your house, it's more beautiful than the house of the Lord. Unaangalia matapi ziko na epesera tungine, lakini ukienda nyumba yako kuna vitu vizuri na carpet za mzuri. We are looking for cameras. This big church like this, we are using a phone for us to go live. Tuko tunatafuta kamera kubwa, kanisa kubwa kama hili, tuko tunatumikisha telefone ili tuingie live. What shape? Haya. But when you enter into your house, Lakini tukiingia ndani ya manyumba it's zetu, like you are doing competition with other people. itakuwa sasa vile uko nafanya competition na watu When wengi. we get out the way you dress, Tukiangalia kisi unavaa, dollars are going down. madolari ziko zinamwangika. But what are you saying for the church of God? Lakini uko nasema nini juu ya kanisa la Mungu? Do you know the Israelites? Unajua They Waisraeli were mixing themselves with the Egyptians. walikuwa wanajichanganya na Wamisri. They were mixing themselves. They were living together. Walikuwa wanaishi pamoja na Wamisri. The work of Egyptians Kazi ya Wamisri is to discourage you if you want to do good. ilikuwa ni kuwadekuraje kama unataka kufanya Don't vizuri. be surprised, Mama. In Usishangae this church, ndani
ndani ya kanisa we hili may have Egyptians. tunaweza kuwa na wa Misri humu. When you do good, Wakati unafanya mema, they say, Mama Camille, watafanya why did you offer that money? kwa sababu gani umetoa ile pesa? You have money. Uko na pesa kweli. Egyptians will be there all the way to discourage the children of God, those who are doing good. Wa Misri kila siku watakuwa pale kukudekuraje kwa wale huko nafanya mazuri. Are you going to accept it? Utaitika? Are you going to accept it? Utakubali? Papa Camille, are you going to accept it? Hallelujah. Amen. Maybe we can say it's the time, it's the ancient time. Ni wakati wa kale. It's the ancient time. Sasa zingine tutasema ni wakati wa kale. When Paul came Wakati Paulo in the alikuja New Testament, ndani ya Agano Jipya. 2 Corinthians chapter 8. Wakorintho wa pili chapitre 8. 2 Corinthians chapter 8, if I don't forget. Kama sisahau. Yes. Wakorintho wa pili. I think it's chapter 8. 2 Corinthians chapter 8 verse. Let's start by verse 1. I think you are writing this message. Well, thank you. From verse 1, the Bible says, okay, thank God. The Bible says, moreover, I said 2 Corinthians chapter 8 verse 1. Wakorintho wa pili chapitre 8 verse. Do you have your Bible there? Can you read together? Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in the great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abound in the riches of their liberality. For I bear you witness that according to the ability, yes, and beyond their ability, they were fully willing, imploring us with much urgency that we will receive the gift and fellowship of the ministering of the Son. Verse 5. And not only as we ought, but they first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God. I would like everyone to read what I'm reading. Amen. Hallelujah. Amen. So, this is Apostle Paul in the New Testament after Jesus to die. Huyu ni mtume Paulo mbele ya Yesu kufa. Baada ya Yesu kufa. He was talking to the Corinthians. Alikuwa anaongea na Wakorinto. I said, you know what? I have come to give you a testimony. Unajua nimekuja kuwapatia ushuhuda. Which testimony? Ushuhuda gani? I came from Macedonia Church. Nimekuja kutoka Macedonia Church. So these people, hawa watu, that when we reach that place, wakati tumefika ile sehemu, they were asking us, begging us walikuwa wanatusi to have their money, kuwa na pesa zao, to have their money, tuchukue na pesa zao, to have their wealth, tuchukue utajiri they wao. were begging us, Walikuwa wanatusi, but they were poor, lakini walikuwa masikini, and but they were enjoying the joy of God. lakini walikuwa wanafurahia upendo wa Mungu. Nice. Those churches were poor, ile kanisa walikuwa masikini, but they were begging Apostle Paul, lakini walikuwa wanamsihi mtume Paulo. Can you give me your phone? And start to beg. Can you send that? Start to beg me so that I can receive it. It is yours, and you are begging me to have it. Can you do that just? That means it's telling me, please, to have this. I mean, the Bible says they were doing it again and again. Biblia inasema ya kwamba walikuwa wanaifanya kila mara. They did not see the level of their poverty. Hawakuona ukuu wa They understood that this is Abraham. Walielewa ya kwamba huyu ni Ibrahimu. Whoever curse him, yeyote atakaye shall be cursed. atalainiwa. Whoever bless him, atakaye kubariki, shall be blessed. atabarikiwa. Who is Abraham? Abrahamu ni nani? Is the sender of God.
ni mtumwa wa Mungu to his people. kwa watu wake. Who is the man of God? Nani ndio mtumishi wa He is Mungu? the sender of God to his people. Ni mtumwa wa Mungu kwa watu wake. Now he carry blessings. Amebeba baraka. If you bless him, Ukimubariki you get blessed. utabarikiwa. If you curse him, Ukimlaani you get cursed. utalaaniwa. If you gossip him, Ukimteta you be gossiped. utatetewa. It is the law. Ni I sheria. am not me who cursing you, Sio mimi ndio ninakulaani. but what is in me Ile iko ndani is yako blessing you or cursing you. itakulaani wala Is cursing you or is blessing you? itakulaani wala itakubariki According to your actions. kutokana na aksio zako. Hallelujah. Amen. Now we see that these people Tunaona ya kwamba hawa watu were collecting contribution walikuwa wanachukua to mchango give the disciples, kupatia mitume, begging them, kuwasihi, please, can you tafadhali have my watch? unaweza Example. kuchukua hii saa yangu, Please, can you have this? tafadhali unaweza kuchukua hii nguo yangu. Apostle Paul himself were testifying. Watu alikuwa anatemwanye. Can I testify you? Ninaweza kukutemwanye Or can I cry every night and morning for you? au nilie usiku na mchana kwa ajili yako. Hear me. Sikia, As others people, they always say in kama Australia, jinsi watu wanaendelea kusema Australia, the church belongs to pastor. kanisa ni ya pastor. This is not the church. The church belongs to pastor, to pagan. Kanisa ni ya pastor kutokana na wapagani, But the church belongs to God. lakini kanisa ni ya Mungu. And if it belongs to God, Kama ni ya Mungu, do what God is telling you through your pastor. fanya yale ambayo Mungu anakuambia ufanye kupitia pastor wako. What will be a great joy upon your life Kitu kitakuwa cha furaha sana kwa ajili ya maisha yako. when your pastor, where he is going, Wakati pastor wako kwenyeko is naenda, mentioning your name in good way. iko nasema jina lako kwa njia nzuri. I don't need to bless you. Sitaki kukubariki, My joy in my heart lakini furaha ya ndani to you ya roho yangu kwako is a blessing of ni God. baraka tayari. But Amen. if I always cry and say, why this one is destroying the church, Kama kila siku ninalia nasema kwa sababu gani huyu iko na haribu kanisa, I may not tell you face to face. siwezi kuambia kwa But when sura I'm kwa going sura. in my prayer, Lakini wakati ninalia ndani ya maombi yangu, I don't know what you are receiving there. sijui nini uko napokea pale. Apostle Paul Mtume Paulo must insist and insist. alisii na kusii, Hello, he told now them, akawaambia say, sasa, I know Corinthians, you are good people. ninajua Korinto mko watu wazuri, You are good people in talking. mko watu wazuri kwa If you go kuongea. down at home, read down. Ukisoma I say you are good by speaking the word of God. uko vizuri kwa kuongea maneno ya Mungu, But I urge you, lakini na kusii be also a good giver. ukuwe mtoaji mwema. Yeah. Amen. This is himself, Apostle Paul is saying. Huyu ni mtume Paulo peke yake anasema, Church, it is a shame Ni vitu vya haya for us kwetu sisi to have whatever we can have, kuwa na chochote tunaweza kuwa nacho, but the house of God is empty, it's naked. lakini nyumba ya Bwana iko wazi. What can we talk about it? Tutaongea nini kwa haya? What can we talk about instruments we cannot say? What can we say about a camera? What can we say about things which we don't have? Some of you always promise to God but you never do it. Wamoja wenu kila siku mnakuwa mnatoa ahadi kwa Mungu lakini hamfanyi. The Bible says Biblia inasema it is better for you to close your mouth ni vizuri wewe ufunge kinywa chako than to give a vow which will not accomplish. kuliko kutoa ahadi ambayo hutaweza. This is the time we have to wake up, church, Huu ni muda ambao tunapasha kuamka kanisa and sell for God na kumtumikia Mungu with whatever we have. na chochote ambacho tunacho. In any means it means Yaani kwa njia yoyote inakuwa inasaidia, it will be a blessing, itakuwa baraka. not to God, Hapana kwa but to Mungu, us. kwetu sisi. Remember, Kumbuka Paul says in this verse, Paulo akasema katika he kitabu said they give themselves to God. eti walijitoa peke yao kwa Mungu. I want you to repeat it again. They give themselves to God. Eti walijitoa peke yao kwa Mungu And they give themselves to us. na wakajitoa peke yao kwetu sisi. A man of God
God needs you. Mtumishi wa Mungu anakuhitaji. I don't need to tell you that Mimi sitaki haitajiki mimi nikwambie kama you nakuhitaji. were in some churches. Au mlikuwa katika makanisa mengine. If a pastor stand on the pulpit, Wakati pastor anasimama hapo mbele, tell you that bless me. anakwambia eti unibariki. The way they use their degrees, the magic to smooth their mouth. Yaani sijui Sweet word. wanatumia madawa zao kwa kufanya maneno yao matamu. You give. Na mnatoa. But I don't ask your money. Lakini mimi siombi pesa I don't yako. ask you to pay for me for whatever. Sikuombi unilipe. Work for God. Tumikia Mungu. You take your money, use it for God. Here it is. Chukua pesa yako itumie kwa ajili ya Mungu. God, Jesus said, Yesu akasema, build your treasure in heaven. eti jijengee hazina mbinguni. Than building your treasure under the sun. Kuliko kujijengea hazina hapa chini ya Which jua. bear under the sun to be spoiled, watered. Kwa sababu hapa chini ya jua itakuliwa, itaoza. Whatever action you do, Yaani matendo yote ambayo utafanya, it will find you yataukuta when you die. wakati utafariki. 2 Corinthians chapter 5. Wakorintho wa pili Verse sura 10. ya 5 mstari wa He 10. said, any action you do in this flesh Eti matendo yote utakayoyafanya na huu mwili shall be judged on the last day. yote yatahukumiwa siku ya mwisho. Which action are you doing for God? Matendo gani unatenda kwa Mungu? You cannot love yourself too much more than God. Hawezi kujipenda peke yako zaidi ya unavyompenda Mungu. Is what Jesus said. Ndivyo Yesu alisema. He said, if you love too much your children, Alisema kama unawapenda watoto wako sana, your husband, au mume wako, yourself, peke yako, more than me, Jesus, kuliko mimi Yesu, you don't deserve it. yani haustahili Follow me. Amen. kunifuata. So may this preaching eat your heart Nahitaji haya mahubiri yakuguse moyo wako and tells you what to do for God. na yakwambie nini cha kufanya kwa ajili ya Mungu. The last example I want to give you. Mfano wa mwisho nataka kuwapatia. There is a guy you always watching, Joel Austin. Kuna huyu kijana mnakuwa mnamtazama mara nyingi, Joel. In the church, they were building the church. Wakawa wanajenga kanisa. They said, we're going to give $2 million Wakasema eti naye atatoa $2 so that we can build a church. ili tujenge kanisa. There was a lady stood up. Na kuna huyo mama She said, akasema, I'll give it. eti mimi nitatoa. So, she was poor. Alikuwa ni maskini. And Monday, Na siku ya kwanza, she was up people and said, look at this is poison. Maybe she has dementia. Maybe. wakati alikuwa anasema, kila mtu alishangaa, asema huyu mtu inakuaje? So, the following week, Yani Monday, wiki ya kufuata she received a call akapokea simu that we are sending you 2 millions. eti tunakutumia $2 So automatically she remembered na pale pale akakumbuka that I did a vow. eti nimetoa I made a vow eti nimetoa ahadi that I will give 2 million. kwamba nitapana $2 If to build, ingekuwa wewe you'll be starting thinking to build in Africa. ungekuwa unaanza kuanza kujenga Afrika. And let me take the mortgage first. Eti kwanza nichukue Then we build mortgage. Africa. But you forget the vow. Lakini unasahau kwamba umetoa ahadi. That's why some of the blessings are not coming to us, because God knows our heart the way it is. Sio kwa maana baraka zingine hazikuji kwetu kwa sababu Mungu anajua jinsi gani roho zetu ziko. Worship God with whatever you want. Muabudu Mungu kwa kile chochote unacho.